Vipi lakini huyu mama atalipa saumu yake? Baada ya Ramadhani kila siku aliyokula atalipa saumu, halafu atarudi atalipa na fidia kibaba yani. Manake ilikuwa si kwa sababu yake yeye mwenyewe ile kudhofu, lakini alimhofia yule mtoto wake. Yule ambaye alikula kwa ajili ya nafsi yake, manake saumu ni yake. Kwa nafsi yake mwenyewe amedhofu, asikia kisunzi katika kipindi cha kufunga, basi huyo atalipa saumu tu peke yake. Hii ni kulingana na madhhabi ya Imam Shafi. Tukiangalia katika surati al-Baqara, kuna aya 184 katika mufasirina waliofasiri aya kama hii, ni siku zinazohisabika na yeyote miongoni mwenu akiwa ni mgonjwa au yuko safarini na akala, atalipa kwa siku nyinginezo, yani baada ya ile mwezi wa Ramadhani. Na kwa ambaye huzifunga kwa taabu, yani mtu afunga lakini kwa taabu. Sasa tuzungumza juu ya maridha, mgonjwa kwa taabu, kwa ajili ya uzee, ana unyonge, mwili wake dhaifu, basi huyu akishindwa kufunga, huyu ataruhusiwa kula. Na ikiwa hawezi kabisa kulipa, maana ikiwa Ramadhani akifunga adhofu na siku nyingine akifunga pia atadhofu, huyo hatofunga kabisa, atalipa fidia peke yake. Na fidia ni kibaba. Na kibaba chenyewe siku hizi hakitumiki, lakini ni kilo moja, kutoa wasiwasi ni kilo moja kasorobo. Manake ni 625 grams kulingana na vipimo waliopima katika mashehe. Lakini ikiwa utaongeza, sidhani kama duka mtu atakuuzia 625 grams ya mchele ama ngano ama chakula kinacholiwa mjini. Kwa hivyo ikiwa utatoa kilo kasrobo, ahlan wa sahlan, imekubalika. Na chakula utampa maskini. Manake hapa imesema taamu miskina faman tatawwa khairan, chakula utampa maskini ale. Na atakayetoa zaidi ni bora kwake, na saumu ni bora kwenu ikiwa mwalijua hili jambo. Yani saumu ni bora kwenu, lakini kumetolewa sababu. Atalipa kama yule mama mjamzito ambaye mtoto alimsumbua, alitaharaki kwenye tumbo, basi naye atalipa saumu baada ya Ramadhani. Ataandika zile siku mtoto hakufunga, halafu atalipa na fidia.